ambayo tunalia afya na uzima. Naona nyuso zimechangamka, naamini tunaendelea na masomo vizuri. Lakini pia nipende kushukuru uongozi wa hii foundation kwa ajili ya kuandaa tukio hili muhimu. Niwashukuru pia viongozi wa shule na shule nzima kwa ajili ya maandalizi haya. Niende moja kwa moja kujitambulisha kwenu. Mimi naitwa Madam Haule, nimetokea TAKUKURU, ofisi ya mkoa wa Mbeya. Na nimefurahi kuwepo leo kwa ajili ya kuweza kukumbushana au kupeana uelewa kidogo kuhusiana na swala zima la mapambano dhidi ya rushwa katika nchi yetu. Nimeambiwa na dakika kama 10 hivi, alafu nyingine nitaruhusu maswali, maoni na ushauri. Kwa kuanzia, naamini wote tumesoma kwamba TAKUKURU ni nini, si ndio? Tumejifunza na tunafahamu majukumu ya TAKUKURU ni nini. Jukumu la kwanza, anaweza kunisaidia? Karibu. Kuzuia na kupambana na rushwa. Asante, umejibu yote. Jukumu la kwanza ni kuzuia rushwa kabla haijatokea, lakini pia jukumu la pili ni kupambana na rushwa. Hili linafanyika pale ambapo rushwa imeshafanyika. Kwa hiyo swala la rushwa sio la Tanzania peke yake, ni swala la nchi zote duniani zinakabiliwa na tatizo hili. Kwa hiyo kabla sijaendelea, labda tufahamu rushwa ni nini. Mmoja haraka anaweza kuniambia maana fupi ya rushwa? Kama hamna basi niweze kuendelea kukomboa muda. Rushwa haina tafsiri moja, ina tafsiri mbalimbali. Lakini tafsiri rahisi inasema kwamba rushwa ni matumizi mabaya ya ofisi ya umma kwa ajili ya kupatia manufaa binafsi. Au inaweza kutafsiria kwamba ni kitu chochote cha thamani anachopewa mtu mwenye madaraka au mamlaka ya jambo fulani, na kisha kupitisha sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa, na hivyo kutoa upendeleo kwa yule mtu aliyetoa hiyo hongo. Sasa tunafahamu sehemu mbalimbali za huduma zinaongozwa na sheria, kanuni na taratibu, na hata hapa shuleni tuna sheria, kanuni na taratibu za shule. Kwa mfano hapa shuleni tunatakiwa tufike mapema, tutimize wajibu wetu kama ni kufanya usafi, kusoma kwa bidii na mambo ya jinsi hiyo. Lakini tutakapoenda kinyume na sheria hizi au kanuni hizi, moja kwa moja zinaweza kutupelekea sisi kuwepo au kushiriki katika vitendo vya rushwa kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo rushwa haiko tu kwa labda kwenye ofisi nyingine ambazo tunazifahamu. Rushwa ipo kuanzia sehemu zote, kuanzia shule za msingi, shule za sekondari, vyuo vya kati na vyuo vikuu kuna rushwa. Sehemu nyingine tumepata taarifa kwamba kuna rushwa baina ya kiongozi kiranja wa shule na mwanafunzi pale anapochelewa anaomba rushwa au anashawishi atoe rushwa ili asichukuliwe hatua za kuandikwa labda jina na kupelekwa kwa mwalimu wa zamu na kuchukuliwa hatua. Lakini pia kuna rushwa baina ya ofisi ya nidhamu na wanafunzi. Mwanafunzi akakosea akastahili adhabu, lakini mwalimu asipokuwa mwadilifu anaomba rushwa ili asichukue hatua dhidi ya yule mwanafunzi aliyekosea. Lakini pia rushwa iko baina ya walimu ambao sio waadilifu na wanafunzi. Mwalimu anaweza akasema kwamba huwezi kufaulu ili somo au ili nikufaulishe unipe kitu fulani. Kwa mabinti wakati mwingine anaweza kaomba rushwa ya ngono. Kwa hiyo rushwa iko sehemu zote. Msemaji hapa aliyekuwa anatuongoza anasema mkikuwa mnatakiwa mpinge rushwa, lakini mimi nasema kwamba kuanzia hapa ulipo unatakiwa uwe mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba unashiriki katika kuzuia na kupambana na rushwa. Hivi ninavyosema sio nadharia. Bahati mbaya katika mkoa wetu tumeshapata taarifa na tumekamata walimu ambao waliomba rushwa ya ngono kutoka kwa wanafunzi wake wa shule za msingi, lakini pia tumepokea taarifa kutoka kwa wanafunzi wa shule za sekondari. Mwalimu anaomba fedha ili kwamba asichukue hatua dhidi ya mwanafunzi aliyechelewa. Kwa hiyo hizi ni kesi ambazo zimekuwepo, ni baadhi ambazo nataka muone ni jinsi gani
lakini rushwa iko kuanzia shule za msingi, sekondari na kadhalika, lakini sehemu mbalimbali za huduma wote huko kunakuwa na vitendo vya rushwa. Lakini rushwa pia iko katika miradi mbalimbali ya serikali au miradi ya maendeleo, nayo hiyo inagubikwa na vitendo vya rushwa. Sasa kwa nini tunatoa elimu? Moja ya jukumu la TAKUKURU ni kuzuia rushwa. Leo nitaongelea zaidi kuzuia rushwa kuliko kupambana. Kupambana nitaongelea kidogo. Katika kuzuia tunafanya utafiti wa mifumo mbalimbali ya utoaji huduma, na tunapobaini kwamba kuna mianya ya rushwa ambayo inafanya vitendo vya rushwa vifanyike au inatoa nafasi kwa mtumishi wa umma sio mwadilifu aombe rushwa, tukishabaini kuna mwanya, tunakaa na taasisi husika kwa ajili ya kuweka mikakati ni namna gani rushwa ile au mwanya ule unaweza kuzibwa ili huduma iweze kutolewa kwa usawa bila kuwepo kwa vitendo vya rushwa. Tuko pamoja? Lakini hiyo ni sehemu moja ya kuzuia. Sehemu ya pili ya kuzuia, tunafanya ushirikishaji wa wananchi. Ndio maana leo tuko hapa Ivumwe ili tueleweshane kwamba rushwa ina madhara, rushwa ni nini, lakini ni nini sisi wajibu wetu kama wanafunzi katika kuhakikisha kwamba tunapambana na rushwa. Tunashirikisha jamii kwa sababu rushwa haibagui, haiangalii jinsia, haiangalii umri, haiangalii imani ya mtu wala itikadi ya chama cha mtu. Rushwa inapotokea wote kama Watanzania tunaathirika kwa namna moja au nyingine, lakini rushwa nyingine inaweza katokea leo ikatuathiri baada ya miaka 5, 10 na kadhalika. Kwa hiyo kwa vile madhara ya rushwa yanatugusa wote kwa namna moja au nyingine, ni vizuri sana sisi wote tukashiriki katika kuhakikisha kwamba tunapambana na rushwa na hivyo tunaepuka madhara ambayo yanatokana na vitendo hivi. Baadhi ya madhara ya rushwa ni pamoja na kuwepo kwa vifo, serikali kushindwa kutoa huduma muhimu. Tunafahamu kwamba ili serikali iweze kutoa huduma za msingi kwa jamii ni lazima kuwe na mapato ya kutosha. Kwa hiyo wakusanyaji kodi au tozo mbalimbali wasipokuwa waadilifu, serikali itakosa mapato ya kuendesha serikali, itashindwa kutoa huduma nzuri kwa jamii, ikiwepo shule, ikiwepo miundombinu mbalimbali, huduma za afya, maji na kadhalika. Lakini madhara mengine ni pamoja na kuwepo kuongezeka kwa maovu katika jamii, dawa za kulevya, ujambazi na kadhalika. Watendaji wa makosa hayo wanafanya wakati mwingine kwa kujivunia nguvu ya pesa. Wanaamini kwamba hata wakipunguza dawa za kulevya kuathiri vijana wetu, hakuna kinachoweza kutokea, kwa sababu wanajua wakikamatwa na mamlaka watatoa hongo, watatoa fedha, watatoka, hawatachukuliwa hatua za kisheria na wataendelea na shughuli zao au biashara zao. Sasa madhara ya dawa ya kulevya, tunajua vijana wengi wanaathirika kiakili, lakini pia kimwili. Nadhani tumewahi kuona vijana walioathirika na dawa za kulevya, si ndio? Unakuta hawana uwezo wa kufikiri, hawezi kuzalisha, hawana nguvu, wengine tunataka kuwaita mateja. Kwa hiyo ile ni hasara kuanzia ngazi ya familia hadi taifa, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi. Kwa hiyo kwa kuangalia madhara haya na mengine mengi tunayofahamu, ni jukumu letu sote kuhakikisha kwamba tunazuia rushwa isitokee kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za kila mahali za utoaji huduma. Ukianza kujizoesha hivyo kuanzia sasa, ina maana hata utakapokuwa mtu mzima itakuwa ni rahisi kuzingatia sheria, kanuni na taratibu na kisha kutoa huduma bora kwa misingi iliyowekwa. Lakini ikiwa utakuwa kuzingatia sheria kuanzia sasa, ina maana hata utakapokuwa mtu mzima, utakapokuwa daktari, utakapokuwa mwalimu, ina maana utaendelea na tabia hiyo. Kwa hivyo huwezi kufika mbali, huwezi kufikia ndoto yako, manake utajiingiza katika vitendo vya rushwa, mwisho wa siku utakamatwa na kuchukuliwa hatua, na mwisho wake unaweza kufungwa au kutozwa faini au kuchukuliwa hatua zote mbili. Kwa hiyo utapoteza mwelekeo wa maisha. Kama ni familia, utaacha familia inateseka. Kwa hiyo ni jukumu letu kuzuia na kupambana na rushwa kwa pamoja kama Tanzania, kama ambavyo wahenga walisema, kidole kimoja hakivunji chawa, na umoja ni nini?
Umoja ni nguvu. Kwa hiyo katika mapambano dhidi ya rushwa tuna kauli mbiu inasema kwamba kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Ninaomba ninapotoka hapo wote tufahamu au tuishike hiyo kauli mbiu na tuweze kuishi. Kwa hiyo nikisema kuzuia rushwa, unasema ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Hebu tuweze kuisema kwa pamoja. Kuzuia rushwa hamjashika vizuri, naona mnachanganya kidogo. Kuzuia rushwa. Asante sana. Sasa kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, ni kwamba TAKUKURU au serikali inaamini kwamba ili tuweze kufanikiwa katika mapambano haya lazima tushikamane, lazima tuwe wamoja, lazima tuwe na uelekeo mmoja wa kufahamu kwamba rushwa ni tatizo, na hivyo tuchukue hatua mbalimbali. Hatua ya kwanza unayoweza kuchukua ni kwanza wewe mwenyewe kuwa mwaminifu katika maisha yako ya kila siku, kuanzia hapa shuleni na hata katika jamii unayotoka. Uwe mwaminifu, uweze kusema hapana kwa vitendo vya rushwa, lakini uweze kumwelimisha mwenzio ambaye unaona anakiuka maadili, anaenda kinyume cha sheria, lakini ni mtoa rushwa au anashawishi rushwa. Umwelimishe kwamba rushwa ni tatizo, kwa hiyo asishiriki katika vitendo hivyo. Sasa hivi kuna dhana kwamba rushwa inakuwa ni kama sehemu ya maisha. Mtu anaona kwamba bila kutoa rushwa hawezi kufanikiwa. Sasa hiyo ni dhana potofu, tunatakiwa tuiepuke, tunatakiwa tuipinge. Lakini pia elimu hii ambayo tumeipata tunatakiwa tuwafikishie wazazi wetu, walezi wetu, tuwaambie kwamba rushwa ni tatizo. Kwa hiyo anapokutana na vitendo vya rushwa asikae kimya. Hiyo ni sehemu yote ya huduma, hiyo ni kwa miradi ya maendeleo, aweze kutoa taarifa, kwa sababu miradi ya maendeleo inapohujumiwa, inapofanyiwa ubadhirifu, hasara inakuja kwetu wa Tanzania. Lakini tufahamu kwamba fedha ile inayotumika katika miradi ni fedha yetu sisi wa Tanzania, kwa sababu imetokana na kodi zetu, imetokana na tozo mbalimbali. Kwa hiyo tuna wajibu wa msingi kuhakikisha kwamba fedha inayotolewa na serikali inafanya malengo yaliyokusudiwa, na mwisho wa siku sisi kama Tanzania tuweze kupata mafanikio, tuweze kunufaika na miradi ile ambayo imeletwa katika maeneo yetu. Lakini inapoonekana kwamba kama kuna rushwa imetokea, rushwa imeshatokea, au umeenda sehemu fulani ya huduma umeomba rushwa, usikae kimya. Ninaomba sana umwambie mzazi wako, lakini hata wewe mwenyewe uchukue hatua hiyo. Usikae kimya, usione aibu, usimwone aibu bila rushwa. Utoe taarifa TAKUKURU. Kuna njia kuu mbili za kutoa taarifa. Njia ya kwanza ni ya kufika katika ofisi ya TAKUKURU ambayo itakuwa karibu na wewe wakati huo. Na naomba niwafahamishe tu kwamba ofisi za TAKUKURU Tanzania bara ziko mikoa yote, wilaya zote na vituo vyote, miji yote midogo ina ofisi za TAKUKURU. Kwa hiyo unapokutana na kitendo cha rushwa, usione kwamba hakuna la kufanya au huwezi kufanya chochote. Tafuta ofisi ya TAKUKURU uweze kutoa taarifa. Lakini kwa hapa Mbeya, ofisi ya TAKUKURU iko kata ya Forest, karibu na mahakama kuu au benki kuu. Tuko pale, tunakukaribisha sana uweze kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa. Hiyo ni njia ya kwanza. Lakini njia ya pili ni kupitia simu. Tuna simu mbili. Simu ya kwanza ni ya kitaifa, ni ya bure kabisa, inapatikana katika mitandao yote ya simu, iwe ni Vodacom, Halotel na kadhalika, inapatikana. Ni swala la wewe kunyanyua simu yako na kupiga. Inapokelewa TAKUKURU makao makuu Dodoma, lakini ikishapokelewa ile taarifa inarejeshwa haraka kwenye mkoa husika ili iweze kufanyiwa kazi. Kwa hiyo tunakukaribisha sana. Na pia hii simu inafanya kazi saa 24. Kuna zamu ya watumishi ambao wanapokea simu. Kwa hiyo iwe ni asubuhi, iwe mchana, iwe usiku, iwe saa ngapi, ukipiga hiyo simu inapokelewa na itapokelewa, na wewe utatoa kero ulionayo au taarifa ulionayo ili iweze kushughulikiwa na hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya mhusika. Namba hiyo tunajua namba ya kutolea taarifa
Ndio. Na mmoja naomba niambie. Mmoja tafadhali anitajie hiyo namba. Karibu. Asante sana. Namba ya kutolea taarifa ya bure ni 113. Kama nilivyosema, inapatikana katika mitandao yote ya simu. Lakini namba ya pili ni ya mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mbeya au bosi wa TAKUKURU mkoa wa Mbeya. Hiyo ni namba ya ofisi, lakini inatumiwa na bosi wa TAKUKURU. Kwa hiyo hata kama akihama, hiyo namba inaendelea kuwepo hapa mkoa wa Mbeya, inaendelea kutumiwa na bosi mwingine anayebadili nafasi yake. Lakini simu hiyo unatakiwa uwe na salio kidogo ili uweze kupiga. Nayo pia naomba niwatajie ili tuweze kushirikiana wote kwa pamoja katika mapambano dhidi ya rushwa. Tuko tayari kupokea hiyo namba? Naomba tushike kalamu na karatasi ili niweze kuwatajia. Ni namba 0738 150 137. Narudia tena, ni namba 0738 150 137. Kwa hiyo nipenda kuhitimisha mada yangu kwa kuomba sana vijana wa Ivumwe, taifa linategemea nyie ndio nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo niwaombe sana muwe wazalendo, muipende nchi yenu, lakini kuipenda nchi ni pamoja na kushiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya rushwa, kwa sababu rushwa inadidimiza uchumi na maendeleo ya taifa na madhara mengine ambayo tumekwisha kuyaona. Kwa hiyo tushirikiane kwa pamoja ili tuweze kutokomeza rushwa katika nchi yetu na hivyo tuweze kupata maendeleo ambayo serikali yetu inakusudia. Kwa kusema hayo, niwashukuru sana kwa usikivu. Ninaomba nishukuru nafasi hii kukaribisha maswali machache kutoka kwenu. Karibuni sana. Mwenye swali chapo mkono. Asante kwa nafasi hii. Ni kwamba kwa namna gani unaweza kumsaidia mtu ambao ameathiriwa na rushwa ya ngono? Asante. Makofi wake. Asante. Rushwa ya ngono ni kama rushwa zingine ya fedha na kadhalika. Kwa hiyo rushwa ya ngono inapotokea au unapoomba rushwa ya ngono, hatimaye vijana wa jinsia ya kiume hawatoi sana taarifa, tofauti na wa kike. Sijajua ni kwa nini, lakini ninachoomba kwamba rushwa yoyote inapotokea, kitu cha kwanza unatakiwa utoe taarifa TAKUKURU ili iweze kushughulikiwa au kudhibitiwa kabla haijakuathiri. Kwa hiyo iwe ni fedha, iwe ni rushwa ya ngono, iwe ni kitu kingine chochote cha thamani, kama nilivyokwisha kutaja, unachotakiwa kufanya ni kutoa taarifa kupitia hizo njia nilizozitaja, iwe ni simu au kwa kufika katika ofisi ya TAKUKURU ambayo itakuwa karibu na wewe wakati huo. Asante. Swali jingine? Asante. Swali langu ni kwamba TAKUKURU inahusika na kupambana na rushwa, au tunasema rushwa ni hongo anaopewa mtu. Rushwa ni hongo inayotolewa ili kuzuia pengine huduma inayotolewa. Na hapo nataka niulize, je, wale kuna upendeleo, kuna rushwa? Kuna kama rushwa inapotolewa, labda mtu mwenye wadhifa anaweza akapitisha sheria ili pengine mtu mwingine kupata nafasi bora zaidi kuliko mtu mwingine. Je, kuna ile nafasi zinakuwa zimetolewa, naweza nikatolea labda niseme hospitalini ama shuleni, kuna nafasi zimetolewa, lakini pengine mimi naweza nikawa nimetangulia kufika hospitali, kuna wengine wamechelewa, lakini yule aliyechelewa anakuja anavushwa na wakati huo hajatoa kitu chochote. Sasa hiyo inakuwa ni kama upendeleo. Je, kwa hiyo na kama inakuwa upendeleo, basi inakuwa ni kwamba sheria inakuwa imepindishwa na huduma inakuwa
nimeshindwa kupata huduma sahihi kutokana na mtu amepitisha sheria. Je, TAKUKURU hapo unaweza kuzuia vipi na kupambana na hivi? Asante kwa swali. Sasa niseme hivi, nimesema kwamba rushwa inahusisha upitishaji wa sheria, kanuni na taratibu, kwa sababu mtumishi wa umma katika sehemu yoyote anaongozwa na sheria, kanuni na taratibu. Kwa hiyo inapotokea kwamba amepindisha sheria kwa misingi ya rushwa, ina maana wewe ulioko pale ni unatakiwa utoe taarifa. Kama unaona kuna rushwa imetokea, utoe taarifa kama nilivyokwisha kusema, ili kwamba sheria iweze kuchukua mkondo wake, kwa sababu upindishaji wa sheria mara nyingi unaambatana na kuwepo kwa vitendo vya rushwa. Kwa hiyo niwasisitize sana tuwe makini kuhakikisha kwamba tunatoa taarifa kabla rushwa haijatokea. Asante. Nashukuru sana. Makofi kwa mama. Baba. Asante kwa nafasi hii. Napenda kuuliza swali moja kwamba umezungumzia swala la rushwa. Sasa unawezaje kunisaidia mimi ninapoona mwenye sheria au kiongozi mkubwa? Maana kiongozi ni mtu mwenye sheria anayeongoza wenzake. Sasa mimi nikaona swali kwamba unawezaje kunisaidia mimi ninapomuona kiongozi mkubwa ndio chanzo cha kutoa rushwa? Kuna msemo unasema sheria ni nini? Sheria ni msumeno unakata pande zote. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria za Tanzania hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Kama nilivyokwisha kusema, kinachotakiwa ni kutoa taarifa. TAKUKURU haijapewa mipaka, inashughulikia mtu yoyote, kama ambavyo nimekwisha kusema kwamba hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria, iwe ni kiongozi mkubwa, iwe ni mtumishi mwenyewe wa TAKUKURU anayezuia rushwa. Ikitokea amejihusisha na vitendo vya rushwa, anashughulikiwa na sheria, kwa sababu sheria ni msumeno. Sasa kwa sababu mna maswali mengi na kama ambavyo mama tuliongea, tukisema hapa tuwaruhusu tutomaliza. Kwa hiyo tumeandaa utaratibu. Mtu ambaye ana swali utaliandika hilo swali lako, alafu kisha liandaa hilo swali lako, sisi tutakusanya hayo maswali, tutashirikiana na mama, tutakuja pale ofisini, tutaandaa utaratibu mzuri, hao maswali yatajibiwa kwa gharama zetu sisi wenyewe. Tutaandaa hilo jarada lenye hayo maelezo, tutakuja tuwagawie. Lakini pia nadhani madam pia TAKUKURU na utaratibu mzuri tu mashuleni kwa kuweza kuhakikisha kwamba maswali yenu yanakuwa yanajibika. Kwa mama atashughulikia. Haya, binti uliza na wewe. Asante. Nataka niulize hivi. Umesema TAKUKURU rushwa inaweza kusababisha kifo. Kivipi? Okay. Asante kwa swali. Rushwa inaweza kusababisha vifo kwa namna tofauti, lakini nieleze kwa mfano, mkandarasi amepewa jengo kama darasa ajenge, lakini kutokana na kuwepo kwa vitendo vya rushwa, aliyempa ile kazi anachukua asilimia fulani ya fedha anaitumia kwa matumizi yake. Ile jengo kama ni darasa au ni ofisi ikajengwa chini ya kiwango, ni dhahiri kwamba wakati wowote inaweza kubomoka. Na ikibomoka, kama ni darasa, mko darasani, nini kitatokea? Kifo kinaweza kutokea na ulemavu wa kudumu unaweza kutokea. Lakini fikiria kwa namna nyingine, gari ambayo ni bovu au dereva anayeendesha kile chombo cha moto hana leseni, hajaqualify, anatoa rushwa, anaendesha, anaruhusiwa kusafirisha, kama ni abiria, kama ni basi, kama ni nini. Abiria wamepanda, anasafiri kwenda kijiji X. Bahati mbaya humo njiani gari ikapata ajali, kwa sababu hana uwezo wa kuendesha ile gari, lakini ana leseni, au hana leseni lakini ameruhusiwa kuendesha gari. Nini kitatokea gari kipinduka?
Tuko pamoja? Kwa hiyo kuna mazingira mengi ambayo vifo vinaweza kutokea kutokana na kuwepo kwa vitendo vya rushwa. Naomba niishie hapo kwa sasa. Jamani, makofi kwa mama. Mama, tunashukuru sana. Wanangu, sometimes tunazokula rushwa ni GPA za ngapi? Za 5. Kwa hiyo ninaomba kwa sababu nyenye GPA za 5 zinazokuja tule hichi kiapo. Kila mtu mkono juu. Mkono juu. Hata atanyosha ndo haipendi nchi yetu. Anasema nakataa. Toa na kupokea rushwa. Rushwa ni adui wa nchi yetu. Nakataa kupokea. Kama kweli mmekataa kupokea rushwa, pigeni makofi. Baada ya hapo, ninao surprise kwenu. Semeni surprise. Kwanza watakuja baba zetu na walezi wetu na mama zetu, walimu wetu hapa